Taarifa kutoka ndani ya Wydad Casablanca vimearifu Radio Mars kutoka pale nchini Morocco kwamba mkataba wa mchezaji wa kimataifa wa Burkina Faso Stéphane Aziz Ki na Wydad ni mwezi mmoja, huku ukiwa na kipengele cha kusaini mkataba wa kudumu wa miaka 3 iwapo benchi la ufundi watashawishika na kiwango cha mchezaji huyo. Taarifa hii inaendelea kusema kuwa mtazamaji, kocha wa Wydad Casablanca Mohamed Amine Bencham amethibitisha kwamba klabu hiyo imeanza kutumia mifumo hiyo ya mikataba ikiwa ni sehemu ya mbinu ya majaribio inayolenga kupima kufaa kwa wachezaji wa kigeni kama wanaendana na mtindo wa mahitaji ya timu yao ya Wydad Casablanca kutokea pale nchini Morocco. Bencham amesema katika taarifa yake kuhusu programu waliotoa kupitia Al Mark Sports, anasema nikimnukuu hapa, kocha huyo wa Wydad Casablanca anasema mchezaji yoyote ambaye tunamsajili kwa mwezi mmoja na ambaye anaonyesha sifa za kiufundi na za kuridhisha, tutafanya chaguo la kumsajili rasmi kwa miaka 3. Taarifa hii mtazamaji inaendelea na kusema kuwa kwa upande wake mwandishi wa habari Adel Almari, mtangazaji wa kipindi cha Al Hapik 19 Minutes, alieleza kuwa hatua hii inawakilisha mkakati wa makusudi wa uongozi wa Wydad Casablanca kulinda maslahi ya klabu yao. Hii ni habari njema kabisa, na taarifa hii mtazamaji imeonekana kama kuwaongeza ari mashabiki wa Dar es Salaam Young African ambao walikuwa kipenzi kweli cha Stéphane Aziz Ki. Lakini taarifa hii inaendelea kusema kuwa hali ya mchezaji Stéphane Aziz Ki iko wazi. Klabu yake ya zamani ya Yanga ilipokea kiasi cha dola 100,000 kwa ajili ya kumwachia nyota huyo, na ikiwa atafanya vizuri wakati wa ushiriki wake katika kombe la dunia la ngazi za klabu, zoezi la kumnunua mkataba wake litaanzishwa mara moja. Kwa hiyo Stéphane Aziz Ki ana mkataba wa mwezi mmoja kwa mujibu wa chanzo cha taarifa kutokea pale radio mojawapo pale nchini Afrika ya nchini pale Morocco. Lakini hapa kwenye comment huyu anasema hapo atuhusiki tena, tunachokijua atupindui meza na kusaini hiyo miaka 3. Hiyo biashara sio kwa Yanga, hii labda nyingine. Wakisema hivyo. Lakini mwingine anasema mchezaji wa mwezi mmoja kazoeana hivyo, akihoji baada ya kuonekana Stéphane Aziz Ki akiwa na furaha na bashasha sana ndani ya viunga vya mazoezi vya klabu ya Wydad Casablanca pale nchini Marekani. Lakini mwingine anasema kiwango cha Azizi ni cha kumvumilia, maana yake ana kiwango cha maji kupwa na maji kujaa. Tunamuuza bei kwa nani atanunua majeruhi? Sio Azizi, hata Kili akiwepo hatoboi tarehe 25. Wengi wanaangalia kwamba uwezekano kwamba labda Azizi anaweza karejea Yanga kwa ajili ya kuendelea kuiburuza timu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kwa mujibu wa chanzo hicho ni kwamba Stéphane Aziz Ki mkataba wake ni mwezi mmoja, lakini Yanga ilishakunja kitita cha dola za Kimarekani shilingi 100,000, na tumeona Aziz Ki akiwa pale nchini Morocco katika mechi za kirafiki akiwa pale na mpenzi wake Hamisa Mobeto ambaye walifunga ndoa kutokea hapa nchini Tanzania. Lakini mimi nakupa habari njema kabisa mtazamaji, ukiwa una shughuli yako kubwa kabisa, ukiwa na shughuli ambayo unahitaji MC, basi MC pekee, MC bora ni MC Felix Kaponda kwa bei nafuu kabisa na hana gharama kubwa, lakini shughuli yako itakuwa ni nzuri kweli na itakuwa ya kufana kabisa. Wewe usihangaike kutafuta MC, lakini MC mzuri kabisa ni MC Kaponda ambaye hakika akifanyia shughuli yako mwenyewe utasema hii shughuli imekuwa pambe kweli. Sasa ili kuweza kupata mawasiliano ya MC Kaponda unaweza kumtafuta kupitia nambari ya 0623 355 445. Ni 0623 355 445. Hiyo ni nambari za Heavyweight MC Aaron
Felix Kaponda, miongoni mwa MC ambao wanafanya kazi vizuri kabisa. Utasahau kuhusu ma MC wengine. Mimi ni Geoffrey Moses Karunduka, rais wa Wanyakyusa TZ Tanzania. Naendelea kudondoshia taarifa mbalimbali za kimichezo katika peji hii. Usisahau kucomment hapo na kusubscribe kwa ajili ya kupata taarifa